Tulisoma kitabu cha Samueli wa kwanza 17:38-50. Tukasoma pia Maria na Martha, namna Mariam alivyosimama kwenye nafasi yake. Tukasoma Luka 10:38-42. Tukasoma pia Yohana Mbatizaji alisimama kwenye zamu yake, akakana kwamba yeye si Kristo bali yupo Kristo ambaye ana nguvu kuliko yeye. Alilinda mipaka yake akasimama kwenye nafasi. Yohana 3:28 na kaendelea pale. Lakini tukaangalia nafasi 4 za utumishi. Tukaangalia kwanza ni mamlaka. Nafasi ya mamlaka. Tukazungumzia na uongozi, kwamba unaweza ukawa ni kiongozi kazini, kwenye familia, wewe ni baba au mama, hiyo ni nafasi ya utumishi. Amina. Tukaangalia kitabu cha Samueli wa kwanza 15 kuanzia mstari wa kwanza. Lakini pia tukaangalia nafasi ya pili ni wito na karamu. Haleluya. Tukaona hizo pia ni nafasi ambazo Mungu amekupa za utumishi. Tukasoma Warumi 12:3-8. Tukasoma pia Korinto wa kwanza 12 kuanzia mstari wa kwanza. Lakini nafasi ya tatu tukaangalia ni nafasi ya wokovu. Tukaishia hapo. Leo tutaendelea. Baba, asante kwa ajili ya saa hii. Naomba unitumie kunena neno lako, watoto wako wakaelewe, wakafunguliwe fahamu zao za rohoni na za mwilini, katika jina la Yesu. Nakemea roho za mahangaiko wakati wa neno, mahangaiko ya kiroho, mahangaiko ya nafsi, mahangaiko ya kifikra, ninayafunga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tuhudumie Bwana, tuweze kulinena neno lako na tukaweze kufahamu kile Mungu anaenda kusema nasi, katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tupo kipengele cha tatu, nafasi ya wokovu. Nafasi ya wokovu. Sisi tuliokoka, Mungu ametupa hiyo nafasi kwa neema yake. Na alipotupa hiyo nafasi, kila nafasi unapopewa inakuwa na masharti yake. Bwana asifiwe. Unapowekwa kwenye nafasi, manake kuna wakati unaweza ukatolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule aliyekuweka anapoona wendi sawa sawa, unaweza ukatolewa. Tunaona pia kwa mifano ya kidunia, ukienda kwenye kampuni, hata ukienda serikalini, unaona kuna watu anaweza kawekwa kwenye cheo fulani, baada ya muda anatolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza kapewa nafasi fulani, baada ya muda anatolewa kulingana na mwenendo wake, namna anavyoenenda katika hiyo nafasi. Kwa hiyo nafasi ya imani Mungu ametupa ni nafasi kubwa kiroho, na tuna uwezo wa kufanya mambo mengi, lakini zaidi sana tumewekwa kwenye nafasi ili tuweze kumshinda adui yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema kwamba ukitambua nafasi yako, hii dunia utaishi vizuri. Amina. Ukijua kwamba mimi ni kanisa na Mungu ameniweka kwenye nafasi kwa mpango gani, alikuwa na kusudi gani, ukielewa hilo jambo, njia ya imani hautaiona kuwa ngumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuliangalia maandiko mbalimbali. Leo tutaendelea. Tulisoma kitabu kile cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 12. Anazungumzia kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Anasema ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa mwili wala kwa mapenzi ya mtu. Haleluya. Hiyo ni nafasi moja adimu sana, mwanadamu mwenye mwili kama sisi kuitwa watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
hiyo unapokuwa mtoto wa Mungu, maanake hiyo ni nafasi ya upendeleo Mungu amekupa, maanake unakuwa na mamlaka ya kiungu inatembea na maisha yako. Haleluya. Tukasoma pia Kolosai 1:13. Anazungumzia kwa habari ya kututoa katika ufalme wa giza na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Jina la Bwana pekee sana. Kwa hiyo urafiki wa giza na mtu aliyeokoka au shetani kuwa na walali juu ya mtu aliyeokoka ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini tumeona leo adui ana walali, adui anatupiga, adui anatushambulia. Haleluya. Tumekuwa wanyonge mbele ya maadui zetu. Tumekuwa hatuna uwezo wa kujitetea. Shetani anatupigiza. Maisha ya wengi yamepigwa. Maisha ya wengi yamejaa vilio. Watu wanalia, watu wanahuzunika. Lakini maandiko yanatuambia ametutoa wapi? Kwenye ufalme wa giza. Sio kwamba ukikaa kwenye ufalme wa Mungu vita haitakuwepo, vita itakuwepo. Ila Mungu ametuhakikishia kushinda. Haleluya. Upinzani sio kwamba utakuwepo. Sio kwamba hautaumwa. Kuumwa utaumwa, lakini Mungu anasema yatapita. Kwa hiyo leo tunaona kwamba kanisa kushambuliwa na mashetani limekuwa kama jambo la kawaida. Adui kuingia kanisani na wakati mwingine anaingia mpaka madhabahuni, imekuwa kitu cha kawaida. Kwa hiyo yote ni ishara ya kupoteza nafasi kutoka kwenye nafasi ambayo Mungu alikuweka. Asili ya kanisa lina nguvu. Tena hiyo nguvu haiwezi kushindana na nguvu yoyote. Haleluya. Hakuna nguvu ambayo inaweza kushindana na kanisa. Ndio maana waliinuka wafalme, waliinuka wenye nguvu, lakini wakaisha kushinda. Kwa sababu kanisa lina ushirika na nguvu za Mungu. Kanisa halijitetei lenyewe, yupo ambaye analitetea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukaona ukikaa kwenye nafasi ya wokovu vizuri, kwanza wewe utakuwa msaada kwa wengine. Hii dunia imejaa matatizo, imejaa watu wenye shida, na hizo shida zina uwezo wa kutatuliwa na Mungu mwenyewe. Yako mambo watu wameshindwa, wasomi wameshindwa, yanamhitaji Mungu mwenyewe. Sasa wewe ukisimama vizuri kwenye zamu yako, kuna kundi kubwa nyuma yako linaweza kusaidika na wewe. Sema Yesu nisaidie. Sema tena Yesu nisaidie. Kwa hiyo leo, kwa nini adui anakuwa anatushinda wakati Biblia inatuambia tumetolewa? Tena mahali pengine nasema kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo anavyotutenga mbali. Lakini kwa nini leo nguvu ya uovu imekuwa imetawala ndani ya kanisa? Ni kwa sababu watu wamefikiria kwamba kanisani ni mahali pa kujificha, ni mahali pa kuficha maovu. Hamna uhalisia wote wa kwamba watu wanamtafuta Mungu. Watu wanaficha maovu kanisani. Anajua nikiwa pale maovu yangu hayatajulikana. Sema Yesu nisaidie. Sema tena Yesu nisaidie. Ndio maana kuna tofauti kubwa ya kanisa la leo na lililopita. Kwa sababu leo tumechukulia imani kama vyama vya siasa. Unaweza ukakaa PHM, unaweza ukahamia TG, unaweza ukaenda wapi, yani vimekuwa kama vyama vya siasa. Hatuna ile kusema sasa nimeamua mwenyewe, nimechoka maisha ya dhambi, nataka nimwishi Mungu. Wenyewe shauku ni wachache.
Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hiyo ndio maana mtu anakwemo ndani ya kanisa lakini hajui nafasi yake, hajui nafasi wala hajui wajibu wake ni nini. Lakini mtu ambaye anaelewa Mungu amemtoa wapi, amemtoa gizani, amemwingiza kwenye nuru, anaona hii ni fursa. Haleluya, anaona hii ni nafasi ya pekee, anaitumia vizuri, analinda miito ambayo inamzuia kutoka, ambayo itasababisha atoke pale. Adamu aliwekwa Edeni, lakini mwisho wa siku akatolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe Mungu amekutoa kwenye giza, amekuingiza kwenye imani. Unapoenda kinyume na atakutoa. Kwa maana Yohana anasema kwamba shoka limeshawekwa shinani. Amina. Kila mti usiozaa anasema unakatwa. Mtu usiozaa ni mti gani? Anazungumziwa mtu hapo. Bwana asifiwe sana. Usifikirie mwembe ama mkorosho ama mpapai, anazungumziwa mtu. Soma katika kitabu cha Yohana 15. Yohana mtakatifu 15. Yohana mtakatifu sura ya 15 mstari wa kwanza. Mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mimi ndimi mzabibu wa kweli. Hapa anazungumzia matawi mawili, kwamba humu ndani ya mzabibu kuna matawi mawili. Kuna tawi moja linazaa, alafu kuna tawi lingine halizai. Anasema hili linalozaa analisafisha, yaani linakuwa linazidi kupendeza, linazidi kustawi kwa sababu linazaa. Anasema hili lisilozaa linakatwa. Hebu sema linakatwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaposema kukatwa, manake anasema uliondoa, manake unaondolewa kwenye familia. Kimwili unaweza ukawa humo, lakini kiroho Mungu amesha kuondoa, kwamba wewe sio familia yangu tena. Jina la Bwana pekee sana. Bwana Yesu asifiwe. Hili tawi linalozaa manake ni mtu ambaye ametambua nafasi yake na anawajibika, anajituma, anafanya kazi ya Mungu kwa moyo, anajituma bila kupelekwa na mtu. Hili lisilozaa ni mtu yumo kanisa lakini ajitambui. Haleluya. Unamfundisha neno la Mungu kwa ajili ya usalama wake, kwa ajili ya usalama wa maisha yake na roho yake, lakini yeye anakuona unampotezea muda. Haleluya. Yeye anakuona unampigia kelele, anakuona umekosa kazi ya kufanya, ungefanya mambo mengine. Anamkemea mtu uovu, kesho anaenda tena anafanya huo. Haleluya. Unamwonya mtu kwa habari ya jambo fulani, kesho tena anaenda kufanya hivyo hivyo. Maana yake anamwambia mwalimu wake kwamba unanipigia kelele. Anasema hilo tawi la namna hiyo, anasema analiondoa.
ndio utaishia kuwa tegemezi kila siku. Miaka nenda rudi, wewe ni tegemezi, kwa sababu umeshindwa kukaa kwenye zamu yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila siku unataka kuombewa, kila siku wewe ni matatizo, kila siku ni matatizo, kwa sababu unashindwa kushika neno la Mungu. Nimekuambia kila nafasi ina masharti yake. Haleluya. Hata uende huko kwenye makampuni kuna kanuni, hata tu hapa kanisani nafasi yoyote umepewa na kanuni zake. Unapokiuka unatolewa, unapokiuka unawekwa pembeni, unaonyesha wewe huna ushirikiano, huna yani uwajibiki inavyotakiwa. Kuna mambo hayaendi kwa sababu yako, unatolewa. Sasa sheria yetu kwenye nafasi ambazo tumepewa na Mungu kiroho ni neno la Mungu. Hii ndio sheria. Unapovunja sheria, wewe ni tawi usiyezaa. Kwa hiyo tegemea kuondolewa. Sana wewe una shamba alafu kuna limti tu linakula tu mbolea yako, linakunywa maji, halizai chochote. Wewe unalifanyaje? Siku moja Yesu akiwa na wanafunzi alikuwa anapita mahali, akaona mtu umestawi vizuri. Bila sema Yesu alikuwa na njaa. Akaenda kwenye ule mti ili angalau achume tunda ale. Biblia sema alipofika pale, ule mti haukuwa na tunda hata moja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ameenda ale na anajua kabisa huu msimu ni wa maembe. Kwa hiyo nikienda kwenye mwembe natarajia kula embe. Cha ajabu, yeye amefika pale anakuta ule mti hauna embe hata moja. Sio kwamba alikuwa hana akili, kwamba labda huu ni mwezi wa 4 maembe yanakuwa hamna. Hapana, alienda msimu. Alienda kwenye msimu ambao unastahili. Lakini cha ajabu hakuona tunda. Pale pale akawaambia, kuanzia leo yasipatikane matunda kwako. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya muda wanafunzi tena wakapita ile njia, wanakuta ule mwembe umekauka, wanakuta ule mti umekauka kabisa, unafaa kwa kuni. Mzee jirani yako, Yesu akija kwako atakuta tunda. Bwana Yesu sasa. Wewe unasema huu mti ilikuwaje kwaje? Hapa hajazungumzia habari za miti, anazungumzia habari za mtu. Wewe hapo umewekwa uzae matunda. Soma kitabu cha Yohana 15 mstari wa 16. Hapo tuliposoma, shuka mstari wa 16. Anasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu awapeni. Haleluya. Bwana asifiwe. Anasema sio nyie mlionichagua. Yesu sio chama. Bwana Yesu asifiwe. Yesu sio chama kwamba naamua nijiunge. Anasema yeye ndo anatuchagua. Ndio maana habari ya kuokoka usimlazimishe mtu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama umesikia neno haya, njoo sasa utubu, njoo. Usimlazimishe. Ndio maana tumekuwa tukiongoza sala na watu ambao hawajamaanisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamuongoza mtu sala alafu mwisho siku anapotea.
Yesu ndo anachagua, na mtu akichaguliwa najua anakuwa na hatia ndani yake, anakuwa na hatia juu ya maisha ya dhambi, anajisikia hatia na anatubu mwenyewe. Moyo wako unajutia kwa habari ya uovu, kwamba anasema sio sisi tumemchagua, bali ni yeye ametuchagua na akatuweka tuzae nini? Matunda. Na anasema hayo matunda yapate kukaa. Jina la Bwana pekee sana. Kwa hiyo ametuchagua sio ili tukae store, ametuchagua ili tuzae matunda. Na anaposema matunda ni matendo yaliyo mema. Jina la Bwana pekee sana. Bwana mwarobaini hawezi kuzaa embe. Mwarobaini anazaa vya kwake vya kimwarobaini. Papai linazaa mpapai, unazaa mapapai, si ndio? Haleluya. Na Yesu akasema mtu aliyeokoka mtamjua kwa matunda yake. Sio kwa Bwana Yesu asifiwe nyingi na tabasamu. Amen. Na mnaambia Bwana Yesu asifiwe na tabasamu hilo, utafikia ameokoka kweli. Sema Yesu nisaidie. Sema tena Yesu nisaidie. Mtawatambua sio kwa tumsifu Yesu Kristo, sio kwa shika neno tenda neno, sio kwa shalom shalom. Amesema kwa matunda. Haleluya. Unazaa matunda gani? Matunda ni mwenendo wako wa kila siku. Unazaa nini? Nini unakizaa kwenye maisha yako? Unapotenda yaliyo mema, yale ndio matunda ambayo Mungu anayataka. Haleluya. Inawezekana Yesu alienda kwa mtu, alienda kama mtu mwenye njaa, akijua kwa huyo mtu utapata chakula, lakini yule mtu akamtimulia mbali. Ndio maana nasema siku ile wengi watasema, Bwana ni lini ulipokuja kwetu ukiwa una njaa na tusikupe chakula? Haleluya. Ni lini ulipofungwa gerezani hatukuja kukuona? Jina la Bwana pekee sana. Tena ni lini tulipokuona hauna nguo tukashindwa kukupa nguo? Kuna anayejua sura ya Yesu hapa? Haleluya. Kuna anayejua sura ya Yesu? Kwa kumbe Yesu anaweza kaja kwako na usijue kwamba huyu ni Yesu. Jina la Bwana pekee sana. Wengine wafikiri Mwarabu, wengine wafikiri Mzungu, wengine kila mtu. Wengine wanafikiri ni yule aliyeigiza. Yesu atusaidie sana. Hakuna anayejua sura ya Yesu. Siku atakapotaka kuja kula matunda utamjuaje? Ndio maana akatufundisha tusiwe wabaguzi. Amina. Akatuambia tuheshimu watu wote, kwa sababu yeye anaweza kaja kama maskini, anaweza kaja kama kichaa. Haleluya. Anaweza kaja kwenye mazingira yoyote kulingana na apendavyo. Anasema ametuchagua tuzae matunda ili watu wamtukuze Mungu wanapotuona tunazaa matunda yaliyo mema. Watu waseme lile kanisa kwa kweli, lile kanisa kwa kweli, wawe na historia zetu. Watuongelee kwa mazuri, sio kwa mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanasali lakini wana historia mbaya. Huko mitaani wana historia mbaya, huko makazini wana historia chafu. Unamsaririsha Yesu, huzai matunda, kwa hiyo tegemea kukatwa. Bwana Yesu asifiwe sana.
kama hivyo, mtu anaondolewa kanisani. Hata usipoondolewa kanisani, lakini kiroho unapoenda kinyume, sheria zinakukataa za neno la Mungu, madhabahu zinakukataa, kwa unakuwa umetengwa kiroho. Wanasiwe sana. Hata kama mchungaji hajagundua na umekuacha unasali, lakini Mungu ameshakutenga. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mmoja katimuliwa majuzi juzi. Kabla hajatimuliwa tukaenda kuongea naye. Pendwa, mbona uonekani kanisani? Yaani wiki nzima hii nimekosa amani, yaani hata sina ile kujumuika na wenzangu tena, yaani najisikia hatia sana. Bwana asifiwe sana. Yaani kikaa pale naimba kwaya najisikia hatia, yaani sina ile furaha, yaani ni kama nimetengwa fulani. Hapo hajatufungukia madudu yake. Jina la Bwana pekee sana. Bwana asifiwe. Hapo bado hajatimuliwa, lakini anasema yeye mwenyewe, anasema nasikia hatia. Yaani kukaa na wenzangu najisikia hatia, sina ujasiri. Tukajua hapa kuna shida. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa nini uogope watu ambao mmeokoka wote na mnasali wote na wote mna Roho Mtakatifu? Kwa nini uanze kuogopa? Tukajua
ninawatamia kwa damu ya Yesu, utukufu ni wako Bwana, heshima ni zako, katika jina la Yesu inaomba haya nikiamini, wote tuseme amen. Mungu